Wajao wanachama ni mashabiki tu wa kawaida, basi wajiunge na kuwa wanachama wa klabu hii. Na leo mmesema kwa maana mmekabidhi vyeti vya ithibati kwa matawi 106 ambayo yamekidhi vigezo. Lengo lenu ni kufikisha matawi mangapi hasa hadi kufikia mwaka pengine 2030? Yaani cha msingi ni kwamba sio kuwa na matawi mangapi, kwa sababu Yanga kama idadi ya matawi inayo mengi sana, ila tunachohitaji ni idadi ya wanachama hai ambao wana uwezo, ambao watakuwa wameshalipia kadi zao, umeona, na kuwa wanachama hai. Target yetu hata at least tukiwa tumepungua sana ni tufike wanachama hata 500,000, umeona. Unajua mkifika wanachama 500,000 ukipiga mahesabu pale kuna kamzigo ka kutosha, sababu uti wa mgongo wa klabu hii wa kwanza kabisa kwenye mapato yake ni ada za wanachama. Kwa hiyo mkiwa wanachama wengi ambao mmeshalipa ada kidogo, inaipush klabu, inaipunguzia gharama nyingine zisizokuwa na msingi. Engineer Hersi alipiga simu na kuzungumza moja kwa moja na wanachama wa Young Africans. Kwa yule ambaye alikuwa nje hajasikia, nini ambacho, ujumbe gani ambao umeutoa kwa wanachama wa klabu hiyo? Nadhani alikuwa anatoa taarifa, alikuwa anatoa mrejesho kuhusiana na project yetu ya kujenga uwanja hapa. Kiukweli kabisa tuko kwenye hatua za mwisho kabisa za kukamilisha, nadhani tayari tulishatangaza. Umeona, tulitoa tangazo, watu wenye uwezo wajitokeze kwa ajili ya kuja kuinvest hapo na tuweze kufanya kazi. Kwa hiyo kilichopo sasa hivi tuko kwenye hatua nzuri kabisa. Nadhani baada ya muda tutarudisha tena taarifa kwa wanachama tulikofikia ni wapi, lakini ni waahidi tu wapenzi wanachama na mashabiki wa Young African, haitofika mwezi wa 3 project itaanza. Okay. Yeah, kwa jinsi hali ambavyo ilivyo na jinsi mchakato wetu tunavyoenda nao, hautofika mwezi wa 3 project itaanza. Sawa, na juzi mmetoka kumchapa mtu 6, leo timu imesafiri kuelekea nchini Misri kuikabili Nation. Kwa upande wako pengine nini ambacho mnakiona mnakwenda kukifanya msimu huu wa 25-26? Tunaenda kucheza mechi ngumu sana, tunaenda kukutana na bingwa mara nyingi zaidi, klabu ambayo ina nguvu ndani ya uwanja na nje ya uwanja. Kwa hiyo itakuwa ni mechi ngumu sana kwetu. Tunawaheshimu Ahli